kwa sababu muda mrefu hatujasogea hapa. Wengine wakakuja tu mwenyekiti wa wilaya na afisa michezo. Sisi tutasogea na kuendelea kusogea. Leo tumesogea hilo. Ila kwa leo tutakabidhi na pesa taslimu 300,000 kwa viongozi. Kiongozi, kuna mipira miwili mingine naituma kesho. Bahati mbaya nimeisahau pale na Ngurukuru. Zimetimia? Kwa hiyo jamani, mimi nashukuru sana. Tuwe na lengo hilo la kuona kwamba tunaweza kupata nafasi mbili za juu ili tuende tupande daraja. Sisi tunahitaji timu hapa. Mnajua katika mkoa nyinyi mna nafasi ya kuweka rekodi kuwa timu pekee ambayo iko first league, si ndio? Mnajua siku hizi daraja pili inaitwa first league. Kwa hiyo nyinyi mna nafasi hiyo ya kuweka hiyo nafasi kwamba katika mkoa wa Lindi tuna timu moja tu ambayo iko daraja la pili. Sawa bwana. Kwa hiyo hilo jambo linawezekana. Mpira siku hizi ninajua kabisa. Mpira siku hizi umebadilika. Siku hizi mpira tuchezei majina. Kwamba hii ni timu fulani bwana, hapana. Siku hizi uwezo wa wachezaji na namna ambavyo wanaweza kufanya kwa pamoja, spirit ya pamoja ndio inayoamua mechi. Na hili ninaliona kabisa nyinyi mnaliweza. Kwa hiyo mna uwezo, lakini mtaonekana. Umeelewa? Sisi kama mkoa tunapenda tuone hapa tunapata wachezaji wanatoka hapa wanaenda timu zingine kupitia jinsi mtakao. Lakini sasa hamwezi kuonekana, hamwezi kuitwa na timu zingine kubwa kama hamtaweza kujituma na kufanya kile ambacho tunakitarajia kutoka kwenu. Kwa hiyo tukapambane, sisi tutakuwa na nyinyi kuanzia sasa hivi tukiwa kambini, lakini hata wakati wa mashindano tutakuwa na nyinyi kwa pamoja. Kwa hiyo ondoeni wasiwasi, changamoto ambazo ziko nje ambazo tunatakiwa tuzifanyie sisi viongozi, hizo tuacheni sisi. Nyinyi mnatakiwa mfocus katika mazoezi, kujituma. Na mpira siku hizi kama narudia tena kusema, mpira siku hizi sio tena wa majina. Nyinyi mnaweza hata mkacheza na big man ile mkaifunga, si ndio jamani? Inawezekana. Au mkacheza hata na timu gani mkaifunga. Kwa hiyo issue ni nyinyi kukaa pamoja. Focus kubwa sasa hivi ni kuendelea, mpo kambini. Kuna wengine timu zingine sasa hivi hazipo kambini mpaka hii leo tunavyoongea. Lakini nyinyi mmepata muda wa kuwa kambini mapema. Najua kuna changamoto, lakini wachezaji siku zote ni mafaita. Wanaweza kuweka changamoto pembeni wakafocus kwenye game. Sawa jamani? Kuna vitu vidogo vidogo hapa tutaongea na viongozi turekebishe. Tumeambiwa hapa hamna vifaa vya matibabu. Katika mpira wa sasa hivi hivyo vitu kwa kweli havipaswi vikosekane. Kwa hiyo hatulaumiani, hamna mtu wa kulaumiwa yote, kwa sababu tukilaumiana hata mimi mwenyewe nabeba lawama. Kwa hiyo tukubali kwamba kuna vitu ambavyo tunatakiwa tuvifanyie kazi. Tutafute bwana katibu, tutafute first aid hapa iwepo. Madaktari hapa na uhakika tunao wengi, kwa sababu hivi karibuni kama mkoa tunataka tuanzishe chama cha madaktari wale wa michezo. Sio TASMA. Itakuwepo hapa na mtaisikia. Kwa hiyo tutakuwepo. Sasa tuna madaktari karibia kila halmashauri, tuna madaktari karibia kila wilaya, sio? Kwa hiyo hatuwezi kukosa kuwa na chama hicho. Lakini kwa sasa hivi hapa lazima tupate first aid, tufanyie tuweze kuwa na usalama tunapofanya mazoezi na tunapocheza. Sawa? Mambo mengine ya hali ya kambi, vyakula na nini, hilo na lenyewe sisi tutaangalia namna ambavyo Ndugu zangu, mtakapoenda kucheza mechi, na mimi naomba nianze na ofa ndogo tu ya kununua goli. Sawa jamani? Kila goli mtakalofungwa nitatoa kwanza 200,000. Sawa? Mna mechi 6. Mimi binafsi nitatoa 200,000 kila goli. Huyu mzee hapa najua mumjui. Huyu ni mjumbe wa mkoa anayewakilisha kwenye mkutano mkuu wa TFF. Anaitwa bwana Leule Nyaulawa. Hapa nafasi naye awasalimie. Naye wakati anawasalimia atatoa ofa yake. Ni lazima. Na nitampigia Amesema ana laki. Yeye amesema atatoa 100,000 kila goli. Na hizo sio ahadi za wanasiasa, sisi sio wanasiasa. Kwa hiyo hizo ahadi tunazozisema ni za kweli. Mje mtusute kama kweli tutashindwa kutimiza, na mseme kwenye vyombo vya habari. Kwenye hilo hatutaogopa. Au vipi bwana? Tumeahidi wenyewe. Kwa hiyo muende mkapambane na tutaenda kuboresha kuhamasisha watu wengine na wenyewe wakati mwingine watu hizi ahadi hawazipendi, wanasema labda zinaharibu morali. Lakini mimi nafikiri ni kuonyesha kwamba tuko pamoja,
nyinyi mtakapokuwa mnapambana uwanjani ni sawasawa na sisi huku tulioko nje tunapambana zaidi yenu. Kwa hiyo tunaombeni sana msije kutuangusha. Mkoa huu wa Lindi ni mkoa mkubwa sana, na mkoa wa Lindi ni mkoa ambao una historia ya mpira. Nafikiri mnaelewa. Kwa hiyo sisi tuna uwezo wa kwenda kuonyesha, na kuonyesha kwetu sisi ni kuwa malengo tu hayo tuliyosema. Nafasi ya kwanza tumeikosa, basi nafasi ya pili, ili tuendelee. Tukienda sehemu moja kupambana kwa ajili ya kupanda daraja, hilo nafikiri tutaongeza nguvu zaidi na tutaweza. Sawa jamani, Mambo ya kambini kama nilivyosema hatuwezi kuyaongea hapa. Sijui hamna unga, hamna nini, hayo sio mara pake. Tutaongea na viongozi. Tutajua kama kuna changamoto na tunazifanyaje. Sisi sio wafadhili, sisi ni wahamasishaji, watengeneza sera za mpira. Kwa hiyo tutaangalia tukishirikiana na mwenyekiti wa chama cha FA wilaya, ambaye mwenyekiti wake nafikiri mpo naye bega kwa bega kila siku, pamoja na wadau wengine, hilo tutalifanyia kazi. Kwa hiyo tumekuja hapa, huu ni mwanzo tu, tutaendelea kuwatembelea, na hata tutakapoanza mashindano sisi tutakuja kuwashangilieni. Kwa hiyo ndugu zangu, tunaombeni sana mshikamane, bidii kwenye mazoezi. Mimi naamini kabisa mazoezi ndio kila kitu. Na mnajua mna walimu hapa wazuri. Tutaenda tutafanikiwa. Sawa Tutakuja kuongea baadaye wakati mashindano yameisha, tutasema jamani, mnakumbuka tulihamasishana hivi na kweli tumefanikiwa lengo letu. Nikushukuru mwenyekiti wa chama cha mkoa kwa zawadi hii ambayo umewaletea vijana na kwa hamasa ambayo umewapa. Naamini maneno yako yamefika kwa vijana, na naamini vijana hawa ni wasikivu. Jeshi hili litakwenda kupambana, jeshi hili litaenda kuleta matokeo chanya kwenye mpira wetu wa mkoa. Nasema hivi kwa sababu vijana unaona hapa tuko na vijana wasiopungua 30. Lakini wote wamekubali kuacha shughuli zao huko walikotoka, lakini tuko pamoja, tuko kambini kwa muda usiopungua sasa hivi si chini ya siku 18 mpaka leo. Kwa hiyo unaona namna gani wanavyojitoa katika mazingira ambayo wanaishi nayo kambini, ambayo si vizuri kuyazungumza hapa, lakini bado wamejitoa. Baada ya kusema maneno hayo, nikusii mwenyekiti, kuna mengi ambayo tunapaswa tuzungumze kama uongozi ambao na uongozi wako, ili tuwajengee uwezo wa vijana, kwa sababu sifa ya mkoa wetu inaletwa na hawa vijana. Sisi tutabaki kuwasimamia na kufanya management, lakini bendera ya mkoa imebebwa na hawa vijana. Kwa hiyo hawa wakifeli, ina maana mkoa umefeli. Sawa, jina la Mnazi Mmoja Rangers itabaki, lakini sasa hivi tunawakilisha mkoa, kwa sababu mashindano hayo yamebeba nembo ya mashindano ya mikoa, mabingwa wa mikoa, na hawa ndio mabingwa. Kwa hiyo tuwapambanie ili tuweze kuleta heshima kwenye mkoa wetu. Kwa hiyo nikushukuru sana, nirudie tena kwa hilo, na uongozi wangu wameona jitihada zako. Basi sisi tunakuahidi tutakwenda kupambana kadri ya Mungu atakavyotujalia, na naamini malengo yetu tuliyoyaweka yatatimia, kwa sababu ukitaka kulijua hilo, timu hii imeanzia kwenye ndondo, lakini tangu tumeanza kwenye ndondo hatujai kushindwa mpaka tunakuwa mabingwa wa mkoa. Kwa hiyo naamini hata huko pia tutashindwa, na lengo haswa mama sisi ni kupanda daraja. Hilo ndo lengo mama la kwanza, sisi ni kupanda daraja. Kwa hiyo tunafanyaje tutajua na namna Mungu anavyotuwezesha, na naamini hilo lengo litatimia. Subscribe kwa kubonyeza kitufe chekundu chini ya video hii, na kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata kila kinachotokea muda wowote hapa Mashujaa TV.